Mambo vipi mtazamaji wa Mtani TV, karibu tena ikiwa leo ni siku nyingine, siku ambayo imebarikiwa zaidi na Mwenyezi Mungu. Kikubwa tunaenda kuangazia wapinzani wa klabu ya Simba Petro Atletico de Luanda kutoka pale nchini Angola. Ni timu namna gani, lakini pia tunaenda kuziangalia rekodi zake kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Shabel, mambo vipi? Fresh. Mambo yanaenda? Poa poa. Bana, mashabiki wa Simba wanatamani kuwafahamu Petro Atletico ni timu ya namna gani, aina yao ya uchezaji, lakini pia baadaye tutaenda kuwaangazia wachezaji tofauti ambao ni hatari zaidi kwenye kikosi chao. Kwanza, juzi walikuwa wana mchezo wa kirafiki. Tuanzie hapo. Juzi walikuwa na mechi na Novemba wale de Agosto. 11 de Agosto. Mchezo ambao ulikuwa ni kama dabi, sababu hizi ni miongoni mwa timu kubwa nchini Angola, na mchezo ukamalizika kwa Petro Atletico ambao walikuwa nyumbani wenyeji wa mchezo huo wakapoteza kwa goli 1-0. Goli ambalo lilifungwa kwenye dakika 15 za mwisho za mchezo huo. Inawezekana ikawa ni ishara mbaya kwa Atletico de Luanda kuelekea mchezo dhidi ya Simba? Hapana, sababu kwa ligi bado inaendelea, na ligi ya Angola ni moja kati ya ligi ambazo jila bora, ni moja kati ya ligi ambazo zina ushindani mkubwa sana. Yaani ukiangalia viwango vya timu na timu havipishani sana. That's why unakumbuka hata msimu uliopita walikuja hapa wale walicheza na Simba kwenye kundi moja. Yes, kina mdogo wake na Mabulu. Kina Joao Pasensia. Walitoa upinzani mkubwa sana. Unawatazama wale Wiliete walicheza na Young Africans. Walifungwa kweli, lakini walitoa game kwa Young Africans. Kwa hiyo timu za Angola ligi yao ina ushindani mkubwa sana. Kwa hiyo haikushangaza kuona Petro Atletico wanapoteza dhidi ya de Agosto katika mchezo huu ambao ulikuwa ni wa mwisho kabla ya wao kujiandaa na maandalizi ya mchezo ambao wanakwenda kucheza na Simba weekend hii. Twende tuangalie Petro Atletico ni timu ya namna gani? Petro ni timu yenye mafanikio kuliko zote nchini Angola, na ni timu ambayo mahali ambapo imefika kwenye mashindano ya CAF hakuna timu nyingine kutoka nchini humo ambayo mahali ambapo imefika, au hakuna timu nyingine kutoka nchini Angola imeweza kufika. Na ni timu ambayo ukitazama rekodi zao kwenye mashindano ya CAF, kwa sababu ndio kitu ambacho kimetuweka hapa, hawa ni wana nusu finali mara 2 kwenye mashindano ya CAF Champions League. Wamekufika nusu finali ya CAF Champions League mwaka 2021 pamoja na mwaka 2000 na msimu wa 2021 2022. Mwaka 2001 waliishia nusu finali ya CAF Champions League mahali ambapo walitolewa na Mamelodi Sundowns kwa mikwaju ya penalti. Kwa sababu mechi ya kwanza walimfunga Mamelodi goli 2-0 na wakaenda kufungwa Pretoria kule Afrika Kusini magoli 2-0. Kwa hiyo wakatolewa kwa changamoto ya mikwaju ya penalti mwaka 2001 hiyo. Mwaka 2022 wakafika pia nusu finali ya CAF Champions League mahali ambapo walikutana na Wydad Athletic. Nakumbuka mwaka ule Wydad ndio alikwenda kuwa bingwa wa CAF Champions League akimfunga Al Ahly katika uwanja wa Mohamed wa 5 magoli 2-0. Kwa hiyo walitolewa na Wydad kwenye nusu finali kwa aggregate ya magoli 2-1 kama kumbukumbu zangu ziko sahihi. Kwa hiyo ni miongoni mwa timu ambazo ukiangalia on records na Simba Sports Club, wao kidogo wana upper hand, wapo juu kidogo kwenye rekodi na mafanikio ya CAF Champions League kulinganisha na Simba ambao wamewahi kucheza finali ya CAF, lakini sio hii CAF Champions League ambayo tunaizungumza sasa hivi. Yawezekana watu wengi wakawa wanaamini kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa ni ngumu sana kwa timu mwenyeji kuweza kwa timu ngeni kuweza kupata matokeo, na yawezekana watu wakajaribu kuidogodesha Petro Atletico. Inawezekana ikawa hivyo kwa sababu ya records ambazo Simba wapo nazo kwenye uwanja wa taifa, lakini mpira wa Afrika umebadilika. Tumeshuhudia timu nyingi tu zinapata matokeo katika viwanja vya nyumbani na ugenini. Kwa mfano msimu uliopita kwenye kundi C kwenye makombe la klabu bingwa barani Afrika, Orlando Pirates alishinda karibu mechi zote kwenye kundi lile mpaka akafanikiwa kuongoza kundi ambalo alikuwepo Al Ahly, alikuwepo CR Belouizdad, lakini pia alikuwepo Stade Abidjan hawa kutoka Ivory Coast. Kwa hiyo inawezekana timu kupata matokeo. Pia miaka ya nyuma 2022-2023 walikuja hapa pia Raja, kama unakumbuka walipata matokeo dhidi ya Simba, walimfunga 3-1 pale Taifa. Kwa hiyo
rekodi zipo, lakini rekodi pia zipo kwa ajili ya kuvunjwa. Yani kikubwa tu ni maandalizi sahihi, ubora pia wa timu yako, ndio vitu ambavyo vinadetermine matokeo kwenye michezo mikubwa kama hii. Watu wengi wanatamani kufahamu kwenye kikosi cha Petro Atletico ni mchezaji gani ambaye Simba wanapaswa kumchunga zaidi, anaweza akawa mwiba kwao kwenye dimba la Benjamin Mkapa siku ya Jumapili. Mchezaji ambaye watu wengi wanamfahamu ni Gilberto de Oliveira. Huyu ni winga machachari sana wa klabu hii ya Petro Atletico ambaye yupo kwa mkopo akitokea katika timu ya Orlando Pirates, lakini pia ni mchezaji wa timu ya taifa ya Angola. Tumemwona pia kwenye chane, alikuja hapa na Angola. Tumemwona pia mara kadhaa kwenye mashindano ya AFCON akiwa na timu ya taifa ya Angola, huku Gilberto, huku Gedson Dala kama wengi wanamkumbuka. Kwa ni mchezaji mkubwa mwenye profile kubwa nchini Angola, lakini kwa sasa hivi ana decline, so yule ambao wengi tunamfahamu, so Gilberto ambao watu wengi wanamfahamu. Kwa hiyo sasa hivi hapati sana nafasi ya kuanza, nafasi yake imechukuliwa na bwana mdogo mwingine anaitwa Vanilson, ni winga wa kushoto ambaye anatumia mguu wa kulia, unorthodox. Kwa hiyo kwenye kikosi chao cha Petro kuna wachezaji wengi tu wazuri kwenye timu yao, kwa sababu ni timu ambayo ina pesa na wamewekeza sana kwenye kupata quality ya wachezaji tofauti kutoka maeneo tofauti duniani, lakini target zao kubwa huwa ni Brazil na Ureno, kwa sababu ya kutengeneza ile connection ya lugha yao pamoja na watu ambao wanazungumza lugha ya Kireno. Kwa hiyo ndio maana unaona usajili zao nyingi ni Ureno ama Brazil. Na kwenye kikosi chao nyota ambaye anazungumzwa sana ni kiungo katikati, ama muda mwingine anatumika kama kiungo mshambuliaji, Jonathan Toro. Ni mchezaji ambaye anavaa jezi nambari 8, machachari sana. Ni mchezaji ambao uchezaji wake utofautiani sana na uchezaji wa zamani wa Simba, Clatous Chama. Mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa sana akiwa na mpira mguuni, lakini pia huyu ni mchezaji ambaye kila kitu kizuri cha Petro Atletico lazima kianze ama kipitie kwake. Ni kama vile Barcelona miaka hiyo akina Iniesta, Xavi na Busquets. Kila kitu kizuri katikati lazima kianzie kwa mtu kama Iniesta. Ndio huyu Jonathan Toro. Lakini kwenye kikosi chao pia yupo mshambuliaji kutoka Brazil anaitwa Thiago Reis. Ni mchezaji ambaye kwenye hizi preliminary matches 4 alizocheza mpaka sasa hivi wakaisaidia Petro kwenda hatua ya makundi, amefunga magoli 4. Kwa hiyo ni mchezaji mwenye uwezo mkubwa sana wa kufunga endapo nafasi zikitengenezwa. Ni mchezaji ambao Simba wanapaswa kuwa naye makini sana. Lakini pia kuna viungo pia washambuliaji wengine kutokea Ureno. Kuna kiungo anaitwa George Pereira, amesajiliwa msimu huu. Ni mmoja kati ya viungo washambuliaji wenye ulimbo mguuni. Ni mchezaji ambaye technical ability yake ni kubwa sana. Kwa hiyo mabeki wa Simba na viungo katikati wanapaswa kuwa naye sana makini. Lakini pia kuna nyota mwingine kutoka Ureno amesajiliwa pia msimu huu kutokea katika timu hiyo, kwenye timu hiyo ya Petro Atletico, anaitwa Benny Diaz. Ni winga wa kulia, mara nyingi sio winga 100% kwamba ni winga natural, lakini anacheza ni kiungo mshambuliaji ambaye anatokea pembeni upande wa kulia. Ni mchezaji hatari sana ambaye anatengeneza muunganiko wa viungo washambuliaji wa mbele, yeye huyo George Pereira pamoja na Jonathan Toro, ambayo mbele yao ndo anasimama huyo mshambuliaji wa Kibrazil Thiago Reis. Na kama mambo akiwa magumu kwenye bench bado ana option, wana mchezaji ambaye amesajiliwa kutokea Bravos ambao walicheza na Simba msimu uliopita, Bravos de Maquis, Joao Pathencia. Ni mmoja kati ya washambuliaji hatari sana kwenye ligi ya Angola Girabola. Ukimtoa yeye Joao Pathencia, kuna mshambuliaji yule wa Viliete ambaye aliondoka msimu huu. Yeye anafuatia Joao Pathencia. Kwa hiyo unaweza kuona quality hiyo kwa wanaoanza, quality kwa wanao tokea benchi. Na usisahau pia hata nyuma huko safu ya ulinzi wana watu chuma kweli kweli. Ukiangalia fullback ya kulia unamfahamu Antonio Jose. Dani Alves anakimbia sana pembeni. Mmoja wa mabeki ambao wana uwezo mkubwa sana kuoverlap. Kupanda na kushuka. Kushoto hawashambuli sana kutokea kushoto, kwa sababu beki wa kushoto nahodha wao ni mtu ambaye mara nyingi umri kwanza umeenda, lakini hapendi sana kupanda, na upande wa kushoto
mara nyingi ameachiwa kutiririka huyu bwana mdogo ambaye anatokea pande winga ya kushoto Vanilson, lakini katikati pia wana mabeki wazuri imara sana. Kinito nafikiri unamfahamu, ulimuona akiwa na timu ya taifa ya Angola, ni mtu kweli kweli. Wana usajili mpya pia wameongeza pale katikati. Ruben Aderito ni mmoja kati ya madefender very strong and tough. Kwa hiyo Simba wanapaswa kuwa makini hasa kwenye set pieces. Hawa madefender wawili nimekutajia, Kinito na Ruben Aderito, ni wachezaji warefu wenye mili mikubwa. Kwa hiyo kwenye set pieces ni mtihani. Mabeki wa Simba, timu ya Simba kwenye marking wanapaswa kuwa nao makini sana. Unaiona Simba ikipata ushindi mbele ya Petro Atletico hii ambao umetoka kuielezea? Ya, inawezekana lakini mara nyingi inawezekana hasa support pia ikiwa kubwa. Kwa sababu uwanja wa Benjamin Mkapa ni uwanja katika viwanja ambavyo vina ile intimidating atmosphere, kwamba mazingira ya kuogopesha wapinzani. Ni moja kati ya viwanja vyenye mazingira hayo barani Afrika. Timu nyingi zinazokuja kucheza na Simba pale uwanja wa Taifa zina hofu. Yani kitu cha kwanza wenye hofu nacho ni mashabiki ambao wanakuaga wengi wamefurika uwanjani. Kwa hiyo wakifurika kwa wengi, wakishangilia kwa nguvu kubwa sana, na mimi naona nafasi ya kuwafunga hapa Petro Atletico. Technically manager mkuu anapaswa kufanya nini Dimitar Pantev? Dimitar Pantev nafikiri mimi ninachokiomba akifanya ni kupanga kikosi ambacho yanaamini ni the best, na mashabiki pia wanaamini ni the best. Huu sio tena muda wa majaribio. Yani sio muda tena wa kusema sijapata kikosi cha kwanza, nimjaribu huyu, kishindikana nimlete huyu. Lazima apange kikosi ambacho anaamini hichi ni kikosi bora kikosi changu bora cha kwanza, ambacho ndani yake kinaanza na wachezaji 11 bora katika kikosi cha Simba msimu huu. Kwa hiyo huu sio tena muda wa majaribio. Aanze na kikosi bora cha kwanza ambacho anakiamini kitakwenda kumpa matokeo, kwa sababu usipoanza na kikosi chako bora ukaendelea na majaribio yako, experimentation za kumjaribu leo huyu, kesho huyu, nafikiri matokeo yanaweza kama baya mwanzoni alafu yakashindwa pia kugeuka endapo kitaka kuwaingiza wale wachezaji ambao wamekuwa wakibadilisha matokeo kwenye michezo ambayo ameiongoza mpaka sasa hivi Simba. Bana, hakikisha unaendelea kusubscribe YouTube channel ya Mtani TV. Asante.